Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 17 ya mwezi Januari mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni serikali ya wabeba wawekezaji wa ndani yaanzisha kampeni maalum kuwainua. Miradi 1500 kusajiliwa, 50% kupewa Tanzania. Kitila sema hakuna uchumi bila uwekezaji wa wazawa. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Atuhumiwa kunyonga watoto watatu na kuiba ng'ombe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15. Mchengero wa agiza mfumo wa uhakika huduma bima ya afya, habari katika ukurasa wa 4. Wawili wajeruhiwa, boti ikiteketea kwa moto, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Nchimbi aelekeza mipango kuunganisha anga, reli, barabara, azindua jengo la VVIP lenye uwezo wa kupokea marais watano, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Habari picha ikimwonyesha makamu wa rais Balozi Dr. Emmanuel Nchimbi akizindua rasmi jengo la viongozi mashuhuri katika kiwanja cha ndege cha kimataifa cha Julius Nyerere, Dar es Salaam jana. Mwigulu Zambia wajadili changamoto za biashara, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, katika ukurasa wake wa mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele, wadau wamulika ahadi ya Samia kulijenga upya taifa. Ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema serikali yangu imejipanga kutumia kipindi hiki cha pili kukarabati, kujenga upya na kulihuisha taifa letu. Kwa Watanzania wenzangu, ghasia tulizoshuhudia sivyo tulivyo, sivyo kabisa. Tunaamini njia yetu itajengwa kwa misingi ya haki, majadiliano na heshima. Zipo nukuu za viongozi mbalimbali akiwemo Askofu Bagonza ikisema rais ametoa pole kwa kukata internet na ameomba radhi, akaahidi kuwa jambo hilo halitajirudia tena. Vema, lakini kukatika kwa internet kuliruhusu mambo mengine kufanyika, kusababisha vifo, kuna vilema, kuna hasara za kiuchumi. Hii ni nukuu ya Dr. Benson Bagonza. Ipo nukuu ya Sheikh Hamis Mataka ikisema tumefarijika sana kwa Rais Samia kuonesha nia njema ya kile anachokifanya, na kilichotokea kimetusikitisha sana, kimetuhuzunisha na kutufedhesha sote, kwa sababu hatukutarajia. Hapa ni lazima tuaminiane na tusaidiane. Ipo nukuu ya Said Miraj, Profesa George Kahangwa, zote zimeandikwa katika ukurasa wa mbele wa gazeti hili. Undani wake ni katika ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika matukio watu kofia ndani wakiwa peke yao yashtua, habari katika ukurasa wa 3. Wenye viti wa mikoa Chadema waja na maazimio 7, habari katika ukurasa wa 2. Yoweri Museveni azidi kusogelea muhula wa 7, habari katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Mwananchi limeandika wananchi wapinga ombi la kuondoa daladala Mbagala, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Mbaroni akidaiwa kuwaua watoto watatu wa familia moja, kuiba ng'ombe 15, habari katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako usome kwa ndani zaidi. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni mauaji ya kutisha, watoto watatu wa familia moja wanyongwa machungani,
ng'ombe 15 kuibwa na kuuzwa, polisi warejesha mifugo na milioni 5, watuhumiwa mbaroni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili, nukuu ya ACP Wilbert Siwa ikisema chanzo cha tukio hilo ni tamaa ya kujipatia mali kwa njia isiyo halali. Upelelezi unaendelea ili kukamilisha utaratibu wa kisheria dhidi ya watuhumiwa hao. Chadema yaanza mwaka ikilia na vyombo vya dola. Vigogo wa chama kutoka mikoa 25 wanadai zuia la vikao ni matumizi mabaya ya madaraka. Jeshi latoa kauli likiwa na hoja 4. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili, nukuu ya William Mungai ikisema baada ya kusikiliza michango ya wenyeviti wote wa Chadema, picha ya hali ya kisiasa nchini ni moja na iko wazi. Imani ya wananchi kwa Chadema ipo juu kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya siasa ya vyama vingi. Habari katika ukurasa wa 4. Miili ya ajali ya Moro yabaki mochari kwa siku 16. Serikali mkoa wa Morogoro imeongeza muda wa utambuzi wa miili miwili ya waliopoteza maisha katika ajali ya magari mawili kugongana uso kwa uso na kuteketea kwa moto. Miili hiyo ya waliofariki dunia katika ajali hiyo Desemba 31, 2025 majira ya usiku katika kijiji cha Maseyo, kata ya Gwata, mkoani Morogoro. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Utalii uchochoro wa wahamiaji haramu Zanzibar. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Uchaguzi Uganda, nyumba ya Bobi Wine yazingirwa kijeshi, watu kadhaa wahofiwa kufa. Habari katika ukurasa wa 17. Raia wa China apata ushindi mahakama kuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nalo gazeti Uhuru kweli daima lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia amrudisha Makonda AFCON Morocco, amtaka ajifunze namna Morocco ilivyofanikiwa kutinga fainali, kuvutia utalii na kuitangaza nchi. Habari katika ukurasa wa 23. Habari picha ikimwonyesha waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo Paul Makonda akiwaonyesha waandishi wa habari ujumbe aliopewa na Rais Samia Suluhu Hassan kupeleka kwa rais wa shirikisho la soka CAF Dr. Patrice Motsepe uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere JNIA kabla ya kwenda Morocco kushuhudia fainali ya kombe la mataifa Afrika 2025 itakayofanyika kesho katika uwanja wa Prince Moulay Abdullah nchini humo. Mauaji ya kinyama adaiwa kuwanyonga watoto 3 wa familia moja kisa kuwaibia ng'ombe 15. Polisi waeleza hatua kwa hatua, wengine 5 washikiliwa madai ya kusababisha vifo. Habari katika ukurasa wa 3. Historia yaandikwa uwanja wa ndege Dar. Dr. Nchimbi azindua jengo lenye hadhi ya kupokea wageni 5 mashuhuri kwa mpigo. Pia akoshwa na mapato ya sekta ya uchukuzi. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Moi eng'ara duniani, matibabu ya mifupa. Habari katika ukurasa wa 3. Amani ya wagumzo yahubiriwa kila kona. Habari imeandikwa kwenye ukurasa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi ninalo mikononi mwangu, lenyewe limeandika Dr. Mwinyi, ongezeni juhudi kufanya mambo ya heri. Habari katika ukurasa wa 2. Tumaini, tunaimarisha huduma za afya Hemedi. Habari katika ukurasa wa 2. Ofisi ya Mufti yatoa miongozo uchangiaji fedha kwenye misiba ya Kiislamu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Msajili kuandaa mpango usimamizi wa mali za umma. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Soranga ahimiza wadau kuwekeza kwenye mifumo bunifu. Habari katika ukurasa wa 3. Mama Mariam atembelea House of Wisdom. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Aliyekuwa rais Korea Kusini
ahukumiwa miaka 5 jela. Habari katika ukurasa wa 9, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Mwanaspoti lenye limeandika wawili wapishana na Ahwa. Habari ni katika kurasa za ndani. Kesho ligi kuu ni Simba dhidi ya Mtibwa Sugar, uwanja wa Jenerali Isa Muyo. Januari 24, Esperance de Tunis dhidi ya Simba Sports Club, ligi ya mabingwa barani Afrika. Wasifu jina Olivia Traoli, umri miaka 28, urefu futi 6, nchi 2, nchi anayotoka ni Ivory Coast. Kundi D msimamo, Simba inaburuza mkia. Ya kwanza ni Petro de Rwanda, ya pili ni Marien, ya tatu ni Esperance de Tunis wakiwa na alama 2, wakati Simba wana alama 0. Pedro Baka, mtego mmoja wakitoboa hapa freshi. Yanga wapelekwa machinjioni. Yanga dhidi ya Mashujaa Jumatatu saa 10 kamili jioni KMC Complex. Habari katika ukurasa wa pili. Jux alivombwaga Diamond Platnumz. Habari katika kurasa za ndani. Zubemendi amvuruga Teta. Habari katika kurasa za ndani. Man United dhidi ya Manchester City ni leo mchana, uwanja wa Old Trafford saa 9:30. AFCON 2025 leo Jumamosi ni Misri dhidi ya Nigeria saa 1 kamili usiku, Stade Mohamed wa 5. EPL leo Jumamosi ni Chelsea na Brentford saa 12 jioni, Liverpool na Burnley saa 12 jioni, Spurs dhidi ya West Ham ni saa 12 jioni, wakati Nottingham Forest dhidi ya Arsenal saa 2:30 usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti. Pata nakala yako usome kwa undani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania, lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma habari za michezo na burudani limeandika Azam Costa kuumana Chamazi. Habari katika kurasa za ndani. Makonda maandalizi AFCON 2027 kuanza rasmi Jumatatu. Kundi Twiga Stars AFCON 2026 hadharani. Habari katika kurasa za ndani. Gazeti hili pia limeandika nyota Komoro ipongeza Stars. Habari katika ukurasa wa 23. Ratiba AFCON 2025, mshindi wa 3 ni Januari 17, Misri dhidi ya Nigeria saa 1 kamili usiku. Fainali Januari 18, Senegal dhidi ya Morocco saa 4 kamili usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, na gazeti hili linakamilisha urukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.